Kuhusiana pia na ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu hao vijana ambao watakwenda kupatikana huko itakuwa ni chanzo cha kuingia kwenye ligi kuu. Tumeona kuna baadhi ya wachezaji wameshaingia tayari. Lakini kwa sasa hivi tunaona kuna namna ambavyo kumekuwa na ukuaji mkubwa sana wa ligi yetu. Tutaka kuzungumzia sasa hivi kwamba Simba na Yanga wanashiriki mashindano. Sasa sio waoga tena kwa timu za kaskazini na vitu kama hivyo. Kuna ongezeko kubwa la wachezaji wa kigeni. Wakati ukiwepo unacheza, namba ya wachezaji wa kigeni ilikuwa ni chache. Sasa hivi imekuwa ni kubwa. Unafikiri au wachezaji ambao watapatikana watakuwa na urahisi wa kuingia kwenye timu hizi wakati namba ya wachezaji kutoka nje imekuwa ni kubwa sana sasa hivi? Mimi nafikiri inawezekana. Ni mchezaji mwenyewe tu jinsi gani anavyo. Unajua sisi kazi yetu kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuvijue. Kwamba ndio maana nasema hata wa TBL sio kwamba tu kazi yao wao ni kuangalia vipaji, lakini pia hawa wapo pia kwenye engo ya elimu, yani kuelimisha wachezaji wanatakiwa nini wafanye. Kwa hiyo mimi nafikiri wanapopata nafasi ya kwenda kucheza ligi kuu, nafasi inapatikana. Okay, mimi nilikuwa nacheza kipindi cha miaka kadhaa nyuma iliyopita. Wachezaji wa kigeni walikuwa hawazidi 6. Nafikiri walikuwa 5 au 6 hapo hapo. Wachezaji wa nyumbani loko walikuwa wanapata nafasi ya kutosha. Nimeelewa swali lako kwa sababu sasa hivi ukiangalia wachezaji wa kigeni wapo wengi zaidi ya 10. Ni mtihani, lakini hii pia ni chachu pia kufanya wachezaji wa Kitanzania wasibweteke. Nafikiri pia hiyo ni upande sana wa TFF staki kuingilia chama chetu cha mpira, lakini mimi na kwa upande wangu nikasema kwamba hii ni chachu kwa wachezaji wetu wa Kitanzania wazidi kufanya mazoezi ya kutosha na kujua kwamba sisi tuko kwenye nafasi mbaya. Nikisema nafasi mbaya kwa sababu wachezaji wa kigeni wanakuwa na thamani. Nikisema thamani ya kifedha, mikataba yao. Wanakuwa viongozi wanatoa hela nyingi kumtoa huko kumleta hapa, anataka muone anacheza. Kwa hiyo mchezaji wa Kitanzania anapaswa kupambana ili aweze kuwepo katika kikosi namba 1. Nikisema kikosi namba 1 wale 11 ambao mwalimu anawachagua, basi yawepo, na anapokuwepo anapoperform ndio atakuja kutusaidia pia timu ya taifa. Tumekuona wakati ukicheza Hassan Al Jadidi pale Morocco. Ulikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatupa sura tofauti sana. Wachezaji wengi ambao walienda kwenye mataifa hayo hawakuweza kufanya vizuri kiasi kile. Ni kiasi ya kwamba mpaka timu yako ikaja kukupa tuzo ya mchezaji bora kama watu watakuwa na kumbukumbu nzuri. Lakini ilikuwa ni kitu cha kustua sana. Msuva huyu ambaye kacheza ligi ya Tanzania. Watanzania hasa kwa wachezaji, unaweza kuwaambia nini? Morocco pale kuna mwalimu yuko pale ambaye katoka katika timu ya madaraja ya chini kabisa. Una ujumbe gani kutoka kwa mwalimu lakini kwa wachezaji wengine, jinsi ambavyo umeweza kufanikiwa kwenye mashindano, timu ngumu, ligi ngumu, lakini akachipuka Msuva? Kwanza mimi ninaweza kusema kucheza nje sio rahisi watu kama wanavyofikiria, lakini pia ni rahisi ni wewe mwenyewe jinsi gani utakavyojiweka. Lakini kwa upande wa kwangu mimi nilivyocheza Hassan Jadid, kweli ulivyosema kuna baadhi ya zawadi niliweza kupata, kuna tuzo za timu niliweza kuzipata, lakini pia kumbuka na mimi pia nilikuwa ni forena wa kwanza kuweza kufikisha goli 39. Nafikiri hiyo kumbukumbu unaweza kawa una. Yaani forena wa kwanza ambaye nimecheza miaka 3 nikiwa Jadida, nimefikisha goli 39. Kwa mpaka sasa hivi hakuna mchezaji ambaye ameweza kuvunja ile rekodi yangu kwa Morocco. Baada hapo ndo nikaenda Wydad, lakini mimi naweza nikasema wachezaji wana nafasi. Kuna nafasi. Sasa hivi ukiangalia pia mwalimu yupo kule, ipo timu kubwa Wydad. Na ukiangalia timu iliyotoka huku haina ukubwa, lakini timu iliyoenda ina ukubwa. Kwa hiyo yuko kwenye under pressure. Mimi nilishakutana naye mwalimu timu ya taifa, niliongea naye na akaniambia, na mimi nikampa kila kitu cha pale jinsi kilivyo. Nikamwambia tabia zao, jinsi walivyo, jinsi gani kuishi nao. Amesema kweli kuna baadhi ya vitu nimeviona wakati nafika. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu hatoniangusha mimi na hatowaangusha Watanzania, hatoiangusha familia yake. Na mimi natapambana kwa changamoto ambazo tulizokuwa napitia. Nimemwambia wewe endelea kupambana nazo. Kuishi na Waarabu sio rahisi hivyo, kwa sababu uko pale kwa sababu ya kazi. Wewe fuata kazi yako, haya mengine ambayo yanaendelea nje utaki kudili nayo. Ukisema udili nayo huwezi kucheza. Lazima utaomba tukurudi kwa matatizo ambayo wako nayo. Sio makubwa hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni binadamu na wao. Kwa hiyo kikubwa tu mwalimu yuko pale apambane, na pia na wish pia nimuone kuna haya mashindano makubwa ambayo Aziz Ki ameenda naye amesajiliwa juzi.
Kwa hiyo itamsaidia yeye na itaisaidia familia yake na Tanzania kwa ujumla. Umegusa sehemu nzuri sana. Kuna tetesi pia zinamhusisha Mzize kwamba huenda akaenda Misri, Zamalek na maeneo mengine, lakini Zamalek ni mazingira ambayo tunazungumzia kaskazini. Kwa upande wako, endapo kama bahati wataipata, ni mtazamo wako upi kwa Mzize ili kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya? Ametoka kwenye klabu ambayo umetoka wewe, picha unaifahamu ya ligi ya kaskazini na vitu kama hivyo. Mimi nafikiri sio Mzize tu, yani natamani wachezaji wengine tofauti, ila kwa sababu mmemgusia Mzize na hata Mzize pia mimi pia nakutana naye pia timu ya taifa, huwa naongea naye. Na mimi napenda wachezaji wengi wakija timu ya taifa akikutana na kama mimi, akikutana na Samata, akikutana na Emidi, wanajitahidi kuongea na sisi vizuri, wanataka kujua kwamba mlifikaje hapa, wanauliza kiukweli, yani nisiwe muongo, wanauliza. Na Mzize ana nafasi kubwa, timu yetu amefanya vizuri Tanzania. Mimi kwangu mimi kwa upande wangu nasema inatosha. Hata kama viongozi wangu wananisikia, Mzize anatakiwa tu sasa hivi akapate changamoto nyingine nje. Yani ana uwezo wa kucheza sehemu yoyote. Ana power, strength, yani kila kitu anacho yule. Mimi naamini akienda kucheza atabadilika zaidi ya vile alivyokuwa. Anaweza kajiona yuko sawa hapa kwa sababu kushamaliza. Sasa anatakiwa aende akapate changamoto nyingine ambayo itamjenga zaidi ya vile. Bwenzi alishaye kusema kwamba wewe unazungumza naye sana. Bwenzi, hebu kidogo umepita timu nyingi sana. Ushauri wako labda kwa vijana ambao ni promising talent kwenye dirisha la usajili? Ya kikubwa ni mimi ningependa, kama nilivyosema mwanzo, mimi ningependa wachezaji kama wanapata ile opportunity ya kuanza kutoka nje, itatusaidia sana wachezaji wote kwa pamoja na itasaidia nchi. Kwa sababu gani? Tusiweke ile kila siku kwamba mimi nacheza Yanga, nacheza Simba, nacheza Azam na timu zingine. Tujaribu kuwa na, mimi nimeondoka Yanga nilikuwa na mkataba mwaka mmoja. Ilikuwa sio rahisi kipindi kile kutoka, lakini niliweza kutoka kwa sababu nilikuwa na uhitaji. Kwa hiyo mimi ningependa kuwaona wachezaji wenzangu wana ule uhitaji wa kutaka kutoka. Sio kutoka kwa sababu ya fedha, yeye kutaka kutoka kwa sababu ya maendeleo ya nchi na yeye mwenyewe pia. Na kuhusu fedha hiyo nafikiri ni yeye mwenyewe binafsi na mkataba wake atakaoingia nao, kwa sababu hiyo itakuwa siri yake yeye na baina ya club. Msuva, umezungumza vizuri sana hapo, lakini kuna wanasema lazima uchonge barabara, njia. Wewe kama mchezaji mkubwa, tumeona kwa Samata kampa support sana Kevin John mpaka amefikia pale. Watu wanamuona Msuva pengine pia anaweza kana msaada hata kwa hii ambao umepewa nafasi kwa Safari Cup. Inawezekana pia ukaona vijana ambao unatakiwa uwapush kwenda kwenye timu zingine. Hatujamuona Msuva akipush upande huo kwa kumchukua kijana au academy apeleke watu huko, au iko kwa siri, au tuambie mpango wako ukoje? Hivi viko sana kwenye management yangu, siwezi kuviweka sana wazi, lakini hicho ulichokiuliza na kitu kizuri pia, kwa sababu pia kumsaidia mchezaji pia sio siri. Umeona kumsaidia mchezaji kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu fulani sio siri. Ila kuna wengine ambao tunaweza tukawasaidia kwa njia ya simu. Yaani ile connection kwamba kiongozi anaweza kukuuliza au coach anaweza kukuuliza akafika kupitia wewe. Ile nao pia msaada tosha. So lazima umchukue umpeleke. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo swali lako ni zuri. Kwa hii nafasi ambayo nimepata natakiwa niitumie kweli kuweza kuwasaidia vijana. Kama hivyo umeona kuna mikoa ambayo wame-mention hapo kama 4 hivi. Mimi nitafanikiwa kwenda Mwanza. Kama nitafanikiwa kwenda mikoa mingine pia tutaona vipaji, lakini sasa hivi naanzia Mwanza. Mimi naamini tutapata vipaji ya Mungu mengi. Vipaji vitakavyopatikana, mimi kwa sababu nipo miongoni mwa hii timu yangu ya TBL, naamini kitatokea kitu. Haijalishi mchezaji mmoja, wawili, watatu, lakini hii ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo tumweke Mungu mbele, chochote kinawezekana. Tunazungumzia It's not a game, it's a